ndugu yangu, dada yangu, rafiki yangu, kipenzi changu, Bishop Uvumi, kwa ajili ya wachungaji wa mahali hapa, sitataja mmoja mmoja. Mungu aendelee kuwabariki sana 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 kwa kufanya kazi pamoja na mtumishi wa Mungu, wazee wa kanisa, watendakazi, wanakwaya na kazi nzima kwa ujumla. Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki sana. Nashukuru kwa ajili ya wale ambao wamekubali kupatana nami, ingawa kwa wanaona ni fursa na neema kuambatana, sio mchezo. Mungu aendelee kuwabariki sana watoto wangu, kuwabariki sana sana. Nilikuwa natamani nje hapa hata kusalimia kwa kuzungumza, lakini naona muda hautoshi, kwa hiyo mkae tu, nimeshapunga mkono. Mungu awabariki sana. Lakini shukuru sana kwa ajili ya praise pamoja na protocols mahali hapa, pamoja na sound engineer. Mungu awabariki sana, kazi yenu ni njema. Kwa ajili moja anaishirika kwa unafiki akajifunua. Yaani kwa ajili moja tunasema yeye utani unanarudi kwa unafiki. Leo chini hii iliyobarikiwa kwa mkono wa nabii. Unanisemea, unaniambia nitakapokuweka mfukoni nikipa mkono tu nianze kusema uwezo wake wote. I swear atasema. Unajua kwa watu tunashinda kitu watu vizuri. Watu wengine wanachukuliwa mashahidi na wanasema tunakujua vizuri wewe. Wanakupeleka mahakamani nataka wakumalize. Watapisha wao. Tuendelee tumshukuru. Mstari wa 9. Rudia mstari wa 9. Akaandika nyaraka zile, akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu watu kufunga, mkaweke nafasi juu mbele ya watu, mkainua watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia. Unaona, wamshtaki na wamshuhudie uongo. Kuna watu wanajipanga kushuhudia uongo. Hicho kilima leo kimeshushwa. Hicho kilima leo kinashushwa. Ili wamshtaki na kumshuhudia, kunena umemtukana Mungu wa mfalme, kisha chukueni nje, mkampige kwa mawe, ili afe. Unaona, wanataka kumnyang'anya shambani, watamnyang'anya kile ambacho wanamuua. Kuna watu wanataka kuzuru mali yako. Sasa ameshafanya kile mpango umeshindikana, anataka kukuua. Sasa kabla ya kusogelea kukuua, atakufa yeye. Kabla ya kusogelea kukuua, atakufa yeye. Afa asalie. Anataka kukuua chukua mali yako. Afa asalie. Afa asalie. Unajua vile maandikwa, akupeleka shamba huko, ugeuzia huko. Akunyang'anyia noti, mpe na roho. Utakaswa makofi mpaka ufike. Wanakunyang'anya noti, unawapa roho. Wanakunyang'anya shati, unawapa suruali. Wakikunyang'anya suruali, unawapa nini? Boxa. Wakikunyang'anya boxa, baba mmoja alikuwa ni jirani na kanisa nenda ndio kwa siku zote za mpaka kule hapo mbele sehemu ya kule hii kule mpaka kule kuja kujenga kwa na hoteli. Sasa baba akasema hapa mimi namwambia mtahama, nikamwambia ngoja nikwambie mzee, wewe ndio utahama na ile nyumba yako nitainunua kwa
na nikisha kuinunua naivuta na nikivuta najenga choo. Unajua? Ndio basi wewe mtoto mdogo wewe. Nikaanza kama mtoto mdogo una maana Yesu alipozaliwa walimesha nguo za mtoto. Amina. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuleta ndogo kwa sababu nimesha nguo za mtoto. Haleluya. Hata Yesu alipozaliwa walimesha nguo za mtoto. Hivi kuna mtoto akazaliwa akamesha mtoto kazaliwa tumemesha nguo za mtoto. Si ndio? Ukisikia wanasema akazaliwa wakamesha nguo za mtoto, yeye alikuwa ni mtu mzima. Yeye anaona kama mtoto. Hata wewe hapo ulipo hajalishi ni katika wewe ni mtu mzima. Mtu asimchezee. Wanakuvesha nguo za mtoto, simu ukitoka wanakushangaa umevaa suti na tai unatokeza hapo wewe. Wewe kwenye akili zao waweka nguo za kitu. Amina. Baba nikamwambia hapo nitamanunua na nitajenga choo. Akasema nimetoka Kigoma. Akasema Kigoma kwani kuna nini? Si mkoa tu. Umetoka Kigoma na mimi nimetoka Kagera. Na hata sasa yangu na mimi Kigoma utajenga na kutuma kwenye mtoka Kagera na mama. Amina. Tashikana na mimi ndio basi. Ndio wakati kile kitu nguvu jioni. Kitu ndio nimeona tena kucheza ile bodi na pepe. Baba nikamwambia tukaenda kesi mashida. Nikamwambia sasa wakasema nataka niingie na 50 nikamwambia 50 upate. Hapo tungekuwa na nota kamili na hautaki utafika huko. Hapo tutaka sana kwa kujenge choo. Unajua kilichofanya? Nikamwambia baada ya hapo utakunulia suti. Na hiyo suti kama suti yao ya mwisho. Akasema ngoja tuone. Tukakaa nikashangaa nilipata. Naomba sana. Niombe nikamwambia unakubali kama Mungu yupo? Nakubali. Akapiga magoti. Baba ukatende mapenzi yako ya Kristo. Katika jina la Yesu. Neno la kinabii likaonekane. Baba ukaonekane na dunia ikakutukuze kwamba Mungu amelea upo na unaishi. Nikamaliza kilele kwa Jesus. Kiingereza usoni mwanzo kwa kutoka kwa kanisa la Kiingereza huko. Baada ya basi kwa mashindano na kumwambia hapo ulikuwa mashindano ndio nilikuwa nasikia na pembeni za simu. Ndio sasa nilikuwa kwa kidogo siku yote na kwa kidogo ili angalau wewe kwa siku nikimaliza unakufa. Akasema haya. Kwa kuongea na pembeni huko. Zilitoka hapo simulizi. Ukiwa unajitoa kwa sababu vitu Mungu anavifungua kutoka katikati. Kila unachokitaka mshtaki kimetokea. Unataka mshtaki kimetokea. Akaondoka kwenye hapo Kigoma. Kaza kulipa kidogo. Na wapia watu jamani hapo sasa tunafanya nini? Tunajenga choo. Wakati choo cha kanisa kipo. Siku iliyomaliza ile hela. Tukavunja pale. Siku kila mtu atakuta choo. Wewe yaani nasema kuna beauty pia wajameni. Tukajenga choo. Nikampigia simu vipi? Nashangaa napokea mke wake. Siku ile naweza kujenga choo na pia simu. Vipi naendelea huko? Nataka nimwambie shajenga choo. Ngana tumezika juzi. Sawa. Basi tunaanza. Sasa na wewe ndio unasimamie. Kama unataka kufikia yeye. Kama unataka kufukuza kaza, fukuza yeye. Anataka watoto wako wachokora, wape leo wachokora. Anataka walikiwa yeye. Haleluya. Sasa unaona kwa nini? Unaona Yesu anataka sisi nini? Yeye watoto wetu na sisi. Bwana sasa